kinachotarajiwa kuja kuwasumbua sana mabeki wa wapinzani wa Yanga katika mechi mbalimbali kwa msimu wa 2026-27 sio tu kwamba huyu mshambuliaji aliyemtambulisha leo Sheikh Toure kwamba ana urefu wa futi 6 na inchi 2, bali pia ni ukweli kuwa anatumia miguu yote, lakini vile vile anatumia vizuri kichwa chake katika kuwadhuru wapinzani. Huyu mwamba mbali na urefu wake wa futi 6 na inchi 2, mbali na kutumia miguu yote, umri wake wa miaka 29 uliomfanya apite katika timu mbalimbali ikiwemo AS Nancy ya kule nchini Ufaransa, lakini katika msimu uliomalizika klabu ya Al Jabalain ya Championship nchini Saudi Arabia unamfanya awe tishio zaidi. Ndiyo, huyu mwamba alizaliwa Septemba 22 mwaka 1996 na ndio maana ana miaka 29. Msimu uliomalizika katika Championship ya kule nchini Saudi Arabia, klabu yake ya Al Jabalain aliisaidia imalize katika nafasi ya 6 miongoni mwa timu 18 na hivi kupata nafasi ya kucheza playoffs kuania nafasi ya kufuzu kwa ligi kuu ya Saudi Arabia, ile ligi ambayo ina ushindani sana, ligi ambayo ina nyota wengi wakiwamo akina Karim Benzema, wakiwamo akina Cristiano Ronaldo na kadhalika. Akiwa katika klabu hiyo Al Jabalain katika msimu uliomalizika 2025-26, Sheikh Toure alikuwa moto sana. Ni kwa sababu katika mechi alizocheza 34 kati ya mechi 34 za timu yake kwenye ligi hiyo ya daraja la kwanza pale nchini Saudi Arabia alipiga mashuti 82. Kati ya hayo mashuti 37 amelenga shabaha, sawa na kusema shooting accuracy ya 45%, halafu akafunga mabao 19. Kwa lugha nyingine, kati ya mashuti yale aliyopiga 82 kufunga mabao 19, maana yake goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni 23%. Lakini hiyo haitoshi, akatoa na asisti 5. Kwa lugha nyingine, alichangia mabao 24 kwa timu yake ambayo msimu mzima katika ligi hiyo ilifunga mabao 59. Kwa hiyo mchango wake wa mabao kwa timu yake ya Al Jabalain unaona hapo ni zaidi ya 40%. Ni takriban 42% ya mabao yote waliofunga yalitokana na yeye, ama kufunga yeye mwenyewe ama kutoa assist. Sasa kinachochanganya zaidi, endapo atadumisha hiki alichokionyesha katika ligi Championship kule nchini Saudi Arabia, akakihamishia katika mechi za Yanga, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kombe la muungano, michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Yanga wanakwenda kushiriki kwa mara nyingine baada ya kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika, ni kwamba kwenye mabao yale 19 amefunga mabao 9 kwa guu lake la kushoto, amefunga mabao 5 kwa guu lake la kulia, amefunga mabao 5 kwa kichwa, na kati ya mabao hayo 19 hana bao lolote alilolifunga kwa mkwaju wa penalty. Ni mwamba haswa, na kitu kikubwa kwake ni kwamba yeye ni mshambuliaji kinara, ni nambari 9 kwenye klabu yake Al Jabalain. Wakati mwingine walikuwa wakitumia mfumo wa baada ya golikipa, wanakuwa na walinzi 5, wanakuwa na viungo 3, halafu wanakuwa na washambuliaji 2, au wakati mwingine wanakuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2, kwa maana kwamba kunakuwa na washambuliaji 2 juu, yeye anakuwa mmoja wapo akionekana kutokea upande wa kushoto, lakini cheza yake wakati mwingine anakuwa kama lone striker katika mfumo wa baada ya golikipa, ni 4-2-3-1, akisimama pale juu peke yake kama mshambuliaji kinara. Bado amekuwa akileta balaa kubwa, akiwapa wakati mgumu walinzi wa timu pinzani kwa sababu ya uzuri wa kucheza mipira ya juu, lakini uwezo wa kushindana nguvu katika kuania mipira ile migongano yuko vizuri. Kubwa zaidi uwezo wa kujua wapi asimame halafu awadhuru wapinzani. Na kingine ana zile sifa za Carlos Tevez, kama baadhi yenu ndugu watazamaji wa Mbwaduke Sport Next Level mnamkumbuka kwamba yeye mpira unakuwa haiishi mpaka aishi, yani ataufuatilia mpira, akipiga anaofuatilia tena na tena, kiasi ya kwamba wakati mwingine humlipa, kwa sababu makipa anapojichanganya yeye anakuwa tayari ameshafika, anaweka mpira wavuni. Ni mwizi katika nafasi, anajua pa kusimama, ni pocha, lakini ni mshambuliaji mzuri akiwa peke yake vile vile. Akishirikiana na wenzake wawili, yeye bado anakuwa mzuri pia, hasa kwenda nyuma ya mabeki na kuleta madhara. Mipira ya kutenga, urefu wake futi 6 na inchi 2 unamfanya awe anapigania kwa usahihi na kuweka wavuni. Ana asili ya Senegal,
lakini ni raia wa Ufaransa, alizaliwa kule nchini Ufaransa. Kwa hiyo amepita katika mafunzo ya mpira wa miguu kumfanya awe na ushindani haswa katika kutekeleza majukumu yake. Sasa Yanga leo hii wamemtambulisha, ametambulishwa na rais wa Yanga Engineer Hersi Said kwamba ni miongoni mwa wachezaji wao wa msimu ujao 2026-27, ni striker ambaye ukimwona tu unajua kweli huyu ni striker, na kwa sababu namba zinazungumza unaweza ukaona ni kwa namna gani ambavyo akionyesha kile kipaji chake, ule uwezo wake alioonyesha huko alikotoka katika klabu mbalimbali. Bila shaka Yanga wamempata mtu haswa, ni kwa sababu ndani ya Yanga wanaoteza nafasi wako wengi. Yanga leo hii pia wamemtambulisha kiungo ushambuliaji kutokea pembeni Albert Kangwanda kutoka katika ligi kuu ya Zambia, ambaye ni MVP nchini Zambia, yumo. Lakini pia wamemtambulisha Hussein Zakuani, fundi raia wa Komoro, mzaliwa wa Ufaransa, yumo. Lakini Yanga ina wakali wengine kina Maxim pia Zengeli, tunafahamu bado wapo. Tunafahamu hapo kina Alan Okello, Peudo Pako Mzuzwa, wapo mafundi wengi wa kuongeza nasibu ya kufunga pindi anaposimama pale mbele huyu mwamba Sheikh Toure. Halafu wapishi kwa idadi hilo kutoka kuwataja, na wengine wangali wakisubiri kutambulishwa. Kwa mujibu wa taarifa Yanga ni kwamba Yanga eneo la mwisho, eneo la kwenda kuadhuru wapinzani katika kufunga kutoka katikati ya mstari wa uwanja, bila shaka litakuwa tishio sana, na hasa huyu mwamba kwamba wanapokutana na timu inayozuia zaidi kutokea chini, jambo ambalo linatarajiwa kwa sababu Yanga chini ya kocha Mang'oba Mngiti matarajio ni kuona itakuwa inamiliki sana mpira. Wapinzani wake wengi katika kucheza watakuwa wanazuia kutokea chini, low block. Kwa sababu hiyo kuna nyakati watahitaji pasi ndefu za nyuma mabeki. Huyu mwamba anaweza kwenda kuadhuru wapinzani kwa njia hiyo, lakini pia mipira ya kutenga, kona, follow za karibu na lango, kwa urefu wake na uwezo wa kutumia kichwa kwa usahihi katika kuadhuru wapinzani, inaweza ikabeba Yanga katika michuano mbalimbali watakayoshiriki. Hakika akiwa kwenye kiwango chake bora, Sheikh Toure atawafanya walinzi wa timu pinzani ligi kuu Tanzania bara, walinzi wa Simba, Azam, Namungo, Dodoma Jiji, Coastal Union, Mbeya City na wengineo wajipange haswa, kwa sababu vinginevyo wanaweza kujikuta wanapata wakati mgumu wanapokabiliana na Yanga ya kocha Mngiti ikiwa na striker huyu Sheikh Toure. Lakini pia kwenye michuano mingine ikiwemo ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga kwa mujibu wa Engineer Hersi Said rais wao, malengo yao kwa msimu ujao walau kwenye ligi ya mabingwa wafike robo finali. Lakini hakika Sheikh Toure akionyesha kiwango chake bora cha upachikaji mabao, basi huenda Yanga ikavuka lengo hilo la robo finali, baada yake kenda nusu, kenda finali, na pengine ubingwa uwezi jua. Mwamba huyu huyu nimekupa takwimu za kile alichokifanya katika msimu uliomalizika 25-26, lakini msimu wa nyuma yake 24-25 alifunga mabao 25, alitoa assist 2. Unaweza kaona ni mchezaji ambaye namba zinazungumza, lakini akosi changamoto. Hakuna mchezaji ambaye hana changamoto. Changamoto zake ni pamoja na kule kwamba wakati mwingine hana kasi hivyo. Ndio yeye kwa umbile lake ni mzuri katika kutumia nafasi kwa kujua wapi asimame, lakini panapokuwa na mbio za kila mara yeye sio mzuri sana katika eneo hilo. Lakini pia huwa anacheza sana faulo. Matokeo yake katika ligi championship kule nchini Saudi Arabia msimu uliomalizika alipata kadi 5 za njano. Alicheza faulo 48, yeye akichezewa faulo 27. Haya ni mambo ambayo bila shaka benchi la ufundi la Yanga chini ya Mang'oba Mngiti wanao uwezo wa kukaa naye chini kuona namna gani ya kumsaidia awe bora zaidi, hasa kupunguza idadi ya faulo, kwa sababu anacheza nyingi kuliko anazochezewa, na yote ni kwa sababu ya jukumu la kufanya shinikizo katika eneo la mwisho. Lakini lazima awe makini, kwa sababu vinginevyo faulo zinaweza zikamletea madhara ya kukosa baadhi ya michezo na kuiathiri timu yake ya Yanga katika mipango ya benchi la ufundi. Vinginevyo ana mambo mengi mazuri. Wote ya player ndivyo Yanga wenyewe wanamtambulisha kwa kishindo. Ilobaki sasa ni kusubiri na kuona kwamba je, kile alichokionyesha katika championship kule nchini Saudi Arabia kwenye ligi ya championship atakihamishia katika ligi kuu Tanzania bara, ambayo mashabiki wa Yanga wangali na matarajio makubwa kutoka kwake kutokana na utambulisho wake wa kishindo. Hilo ni swala la kusubiri na kuona. Lakini pia kucheza katika viwanja ambavyo baadhi ya wachezaji waliotoka mataifa kama Ufaransa kucheza katika viwanja vya Saudi Arabia inaweza ikawa changamoto kwao. Atajipanga vipi kukabiliana na hiyo? Yote ni swala la kusubiri na kuona, lakini ni bonge la striker. Mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level,
endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.